Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina ni nani? Mimi naitwa Maulidi Mvungi. Ni mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya swala ya Idi, lakini pia na matamasha yake. Na tuambie hasa mwenendo jinsi tulivyoenda swala hii ya Idi iliyoswaliwa hapa na swala nyingine tofauti yake ikoje? Kiukweli swala hii iliyoswaliwa hapa tofauti na swala ambayo tulikuwa tunaswali katika uwanja wa Tangamano, ni kwamba hichi kiwanja tumekiandaa mapema kwa sababu hakina movement ya mchanganyiko sana na watu wa soko na nini. Kwa hiyo hilo limetufanya tukaweza kukiandaa vizuri. Lakini pia kiwanja hiki tumekiona leo kama kimejaa sana. Pamoja na kwamba ni kikubwa, lakini kimejaa sana kwa maana ya mwitikio wa watu. Yaani tunaona kabisa kwamba watu wameitikia kabisa na kile tunachokifanya, watu wanaona kwamba tunafanya kitu gani kwa kweli. Kwa majina naitwa Abubakar Rashid Shimantu mwana wa Mgonda. Mimi ni katibu wa umoja wa maimamu mkoa wa Tanga UMATA, lakini pili mimi ni katibu wa jumuiya ya wanafunzi na vijana wa Kiislamu mkoa wa Tanga, katibu mtendaji, lakini pia ni katika viongozi wanaosimamia na kuratibu vipindi vya elimu ya dini mashuleni. Hiyo ndio wadhifa wangu na nafasi yangu. Na moja kwa moja Idi ya mwaka huu kwako imekwendaje? Kwa hakika hii Idi kwangu mimi imekwenda vizuri sana. Ndio mara ya kwanza kuingia viwanja vya Ramole hapa. Kusema ukweli, Idi imefaana sana kama tulivyoona viwanja vimefulika. Tunawapongeza wote ambao leo wameweza kufika viwanjani, kwa hakika inatia raha sana. Na moja kwa moja ni ujumbe gani katika siku ya leo uliokuwa nao kwa kada zote ambazo kwa namna moja ama nyingine unazitumikia? Mimi ujumbe wangu kwa wote ambao natumikia na Waislamu wote kwa ujumla, kwanza niwatakie Idi Mubaraka. Lakini pia tujitahidi sana kama wazazi, kama walezi, kuhakikisha tunachunga familia zetu, hususan kwenye masiku haya sikukuu. Watoto waende kusherekea katika mazingira ambao ni mazuri, mazingira rafiki, mazingira ambayo hayana kuasiwa Mwenyezi Mungu ndani yake. Yapo matamasha Idi ambayo yako sehemu mbalimbali na yametangazwa matamasha ya kidini. Kwa hiyo watoto wetu tuwapeleke huko. Tusiwapeleke watoto wetu kwenye sehemu ambazo zina shubha na munkarati, na tusipende wazazi kuwaachia watoto wetu wakaenda wenyewe kwenye matamasha ya nini ya Idi, kwa sababu wazazi tukiwaachia watoto wetu wakaenda wenyewe, wataenda sehemu ambazo hazifai, na mwisho wa siku tutapata maafa yaliyokuwa makubwa zaidi katika jamii yetu. Na kiongozi ajaye, lakini nipo na shekhe ajaye, nipo na daktari ajaye ambaye moja kwa moja hapa naye amebahatika kuswali hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Unaitwa nani? Bilal. Bilal nani? Abubakar. Nielezee furaha yako katika siku ya leo. Umeswali na nani? Umeswali na baba na mama? Baba na mama. Umeswali na baba na mama? Na kaka. Na kaka yako pia. Na moja kwa moja unajisikiaje na unawaambiaje wenzako wale ambao kwa namna moja ama nyingine nao wanasherehekea Idi? Natakia Idi njema. Sawa. Unasoma wapi? Arafa. Unasoma Arafa? Popa. Popa. Asante sana. Naam, huyo ni mtoto Bilali moja kwa moja. Nikutakia Idi Mubarak Nikutakia Idi Mubarak. Mashaallah. Nazungumza na Suleiman Amani Dhahabu. Naam. Ndio. Ni mwenyeji wa Tanga? Ni mwenyeji wa Tanga, naam. Alhum. Mwenyeji asilia kabisa. Ni mara ngapi wewe kuswali Idi katika yani kwa sunna ya kuswali uwanjani? Mara nyingi sana. Mara nyingi sana. Na mmoja. Unaonaje Idi ya mwaka huu moja kwa moja hapa katika uwanja wa Lamore? Kutokana na mazingira ambayo yanatukumba watu wa sunna, mimi kwa siku ya leo naona ni mafanikio makubwa. Kwa sababu watu katika kuhudhuria wamehudhuria kiasi ambacho unajua wazi kuwa watu wameridhika. Wamekubali na msimamo wa sunna. Kwanza
Inaonyesha wazi sisi kufurahi, lakini kinachotakiwa mashekhe wa kisuna kama ilivyosema hutuba, tuache haya mambo ya kupishana hii kwa mambo ambayo si ya msingi katika dini. Kuleta ubishani au kuleta kila ambacho kinafanya Uislamu sio moja, basi hichi kwa mashehe wakikemee sana. Pia na kuitangaza suna, na jambo hili la kuleta huku kuja kupata kiwanja hichi ni jambo zuri sana, kwa sababu kuna maeneo mengi haijafikiwa wengi tu, wala sio hapa mjini, maeneo mengi tu. Mtu akisikia suna labda anaona ni kitu kigeni au jambo zito kubwa. Wewe juhudi ziendelee. Mimi kwangu ni furaha sana, nashukuru.